uandishi wa habari ni uchumi. Habari ni uchumi. Habari ni uchumi. Habari ni uchumi. Na mimi naweza kusema kwa mfano, dunia leo huwezi ukawabeza waandishi wa habari wa online, utakuwa kichaa. Sasa tuko kwenye digital marketing. Mimi nimenunua shule moja hapa, ndaitangaza muda si mrefu. Sasa nakupa tenda, wote utakuwa kwanza kupata tenda ya milioni 5 kutangaza hiyo shule. Nasubiri wamalize mambo ya sheria ili baadaye tuitangaze, iko jiji hapa. Kwa hiyo wewe sasa kituo cha kwanza utafanya wewe. Najua wewe ni hard worker. Utaifanya na ndakupa. Nimesema online zote. Mimi nasafiri muda si mrefu. Lakini nikirudi nataka nifanye kikao na online zote. Labda inawezekana siku moja niwapeleke kwa wenzenu huko, mkajifunze wanavyopiga hela online. Online ndio matajiri duniani. Online ni matajiri. Sasa namna gani? Labda tukutane na watu, inawezekana labda sisi bado nasisitiza, bado hatujapata exposure ya kutosha ya kutumia habari vizuri. Habari ni biashara, habari ni uchumi, habari ndio nchi inategemea. Kwa hiyo mimi nataka mtumie, mkae siku moja, labda mtafute wawafundishe maana ya content creator. Labda watu wanaitamka tu kirahisi, lakini huko ndio kuna hela sana kwenye maudhui huko. Kuna hela nyingi sana. Kwa hiyo mkatumie machweo, mkatumie platform mpya, mka challenge zilizopo. Mimi narudia tena, mkawa challenge hao walioanza. Mkawa challenge. Sijasema mkashindane, lakini unaweza kwa challenge kwa kuja na vitu ambavyo ni vipya. Kwa hiyo niwaombe waandishi wa habari, mkatumie Mawio, mkatumie chombo hiki, na niombe vyombo vya habari. Saizi tuna mtaji wa amani ambao ukiwa kwenye amani, tukatumia vyombo vyetu vya habari kukuza au kuboresha amani ya nchi yetu, kwa sababu kwenye amani ndio tunaweza tuongea amani. Kwenye amani tunaweza kupanga madini. Kwenye amani, kwenye amani. Kwa hiyo mkatumie platform ya vyombo vyote vya mkoa wa Mbeya, kwanza vikaangalie public interest au maslahi mapana ya kwa asiangalie anafanya. Wewe angalia amefanya kwa maslahi gani. Umepata? Lakini nimkabidhi milioni 1.5. Jamani, nimemnunulia kamera na hiyo nani. Na hiyo najua Mike anaweza akachukua kwa mtu lakini mambo muhimu haya muhimu sana. Kamera na laptop ni kitu muhimu sana. Kamera angalau aanze mzee wetu kwa atakapoanza kufanya matangazo awe na hiyo kamera. Sawa? Sasa hapa nitakuongezea 70,000 ya bando. Ya nini ile? Ni meteje? Kietweje? Ruta shingapi ile? 100,000. Na kuongezea ruta 100,000. Ili uanze kazi mara moja leo. Sawa? Kwa sababu tunamshukuru Mwaisango amekukuza, tunawashukuru wadau wote ambao wamekupa fursa. Lakini it was my dream. Nia ya kufungua kituo hiki ni kuongeza wigo mpana kama ilivyoweza kueleza risala yetu, hasa kuandaa vijana kuchukua nafasi zetu ambazo sisi sasa hivi muda wa kukimbizana utakuwa unapungua. Kwa hiyo chombo hiki ni cha kwenu na mkitumie kwa namna ambavyo mnaona itakuwa tunajenga maadili. Kumpongeza ndugu yangu, hatua aliyofikia ni hatua nzuri, na wengine hasa vijana, sababu umri wetu sisi tayari utasogea. Sio kila mara tutakimbizana na kamera ama tutafanya nini, na teknolojia imebadilika kwa kiasi kikubwa. Si teknolojia inavyozidi kupanda, sisi kama watu wazima teknolojia yetu inazidi kushuka taratibu. Uelewa ule unakuwa sio sawa na nyinyi vijana, kwa sababu kuna vitu ambavyo mnavifahamu nyinyi, sisi hatuvifahamu. Kwa hiyo tutapenda, kuna vingine tutatoa ushauri, lakini kuna vingine sisi kwetu tutatoka kwetu tutakuja kwenu kuomba ushauri, hapa mnafanya nini. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano wenu, na vijana fuateni sana sheria na maadili ya kazi, sheria za serikali, masuala ya leseni, ili taasisi zikutambue. Sio mambo yale ya kihuni tunaandika tu nini mpaka tunafikia hatua hii. Okay, tumefika mikononi mwa sheria ni, lakini kuna vile vipengele ambavyo viweko labda umekiuka, lakini kwa kupitiwa tu. Lakini msifanye vitu kwa ushawishi, fanyeni kufuata maadili ya kazi ninavyosema. Kwa muda mrefu sana
mimi mwenyewe kama hapa anazungumza ni mwanafunzi wake, kwa sababu kipindi nakuwa naingia kwenye habari ni miongoni mwa watu ambao wamenitrain muda mrefu sana, kuanzia iko Bomba FM wakaizalisha Mbeya Yetu Online Media, na leo anafungua kituo chake. Tukiwa kama taasisi ya Trust tunampongeza kwa sababu tumekuwa tukishirikiana katika hali yoyote ile pale, katika jambo lolote ile pale. Amekuwa ni muumini mzuri sana wa kazi za taasisi ya Trust katika kuweza kuzipeleka mbali zaidi, na faida yake tunaiona. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, nachukua nafasi hii kumpongeza mzee wetu Ezekiel Kamanga kwa alichokifanya, na inawezekana ikawa ni moja ya chachu kwa wanahabari wengine kuweza kujifunza kutoka kwake kwamba kuna uwezo au kuna uwezekano wa kujiendeleza na kuweza kufungua vyombo vya habari au chombo cha habari kama yeye. Cha msingi tu ni kujali na kuzingatia ile kauli ya chombo mama cha habari cha Tanzania, ukweli na uhakika. Naamini kabisa tunaweza tukafanya jambo zuri sana. Kama taasisi ya Trust tunakupongeza sana mzee, na naamini kabisa habari zitatoka kwa wakati za kila idara, tutabalance vizuri, hatutapendelea, tutakuwa na habari za uchonganishi na mambo mengine.